Wananchi tusiishi kimazoea, tufuatilie taarifa za hali ya hewa kupitia vyombo vya habari ikiwemo CJFM na runinga, magazeti na tovuti ili waweze kufanya shughuli zao kwa uhakika. Tusifanye kimazoea. Sasa hivi kuna changamoto hii ya mabadiliko ya tabia nchi kutokana na uchafuzi wa mazingira ambao source ni sehemu kubwa ni mwanadamu. Kwa hivyo hali za hewa tulizokuwa nazo kipindi hichi cha nyuma wakati wa wazee wetu, wakati wa mababu zetu, sasa hivi imebadilika. Kwa maana hiyo tusiishi kwa mazoea kwamba zamani tulikuwa tukiona labda ndege au tukiona vitu fulani kwamba hali ya hewa itakuwa hivi. Sasa hivi tufuatilie taarifa za leo kutokana na mabadiliko ambayo yapo ili tuweze kuzifanya shughuli zetu kwa tija. Ninyi kama wataalamu wa kilimo, utabiri huu ni utabiri mama ambao huwa unawasaidia kuweza kumshauri huyu mkulima alime. Je, alime atumie mbegu gani? Mbegu zinazokomaa kwa haraka au kwa muda mfupi, au mbegu zinazochelewa kukomaa, mfano mbegu za miezi mitatu au mbegu za chini ya hapo. Si unaeleweka? Hii inatokana na mvua utakayokuwa umeambiwa. Ukiambiwa mvua itakuwa nyingi, maana yake hatutegemei ulime mazao yanayokomaa haraka. Janet Lota Matias ni Vice President wa Chuo cha Matitumbi. Kiukweli tunafuraha sana kwa wageni kufika leo katika siku hii ya hali ya hewa. Tumefurahi sana kwa sababu tulikuwa hatuna uelewa wa mambo mengi sana kuhusu masuala ya hali ya hewa, hususan kwa sisi ni vijana ambao tunasomea kilimo, maofisa ugani. Kwa hiyo tunashukuru sana, mambo mengi sana tulikuwa tukiyasikia tu na labda kuambiwa, lakini baada ya hawa waheshimiwa kufika leo na kutuelimisha, kiukweli tumepata maarifa makubwa sana ambayo yataenda kutusaidia hata hapa tukimaliza chuoni, na hasa kwa wakulima, kuwaelimisha wakulima na jinsi ya kujua hali ya hewa ipoje. Kiukweli tunawashukuru sana na tunawakaribisha sana. Msiishie hapa tu, bali mfike hata huko vijijini. Hata kama sisi tunapata elimu hii, lakini hata wananchi pia wanahitaji pia. Hata kama tutaenda kuwaelimisha sisi, lakini nyinyi pia ujio wenu kwa wanakijiji, kwa wakulima, sasa wakulima wanauhitaji sana. Kwa majina naitwa Naum Adam, ni rais wa serikali ya wanafunzi Matitumbi. Kwa sababu elimu ya hali ya hewa moja kwa moja inahusisha kilimo. Kwa maana yake tukishazungumza hali ya hewa tunazungumza kilimo, tunazungumza maisha. Mimi ninawashukuru kwa sababu hii elimu imenisaidia kujua namna ya kupata taarifa za hali ya hewa. Kwa majina naitwa Irene Bernard. Kuhusu elimu aliyotoa inaweza kunisaidia sana sisi kama maafisa kilimo. Itatusaidia kuangalia hali ya hewa tukiwa tunataka kulima au tukiwa tunatoa elimu kwa wakulima. Kwa jina naitwa Yusuf Said Songoi. Elimu ya TMA kwetu sisi maafisa kilimo inaturahisishia kazi nyingi na pia inasaidia katika uendeshaji wa shughuli za kilimo. Na moja kabisa inaanzia pale ambapo tunapata taarifa za msimu. Kwa majina naitwa Zainabu Salum. Tunashukuru sana kwa ujumbe na elimu ambayo ametupatia, ambayo inaweza kutusaidia kuwashauri wakulima katika kuendesha na kushughuli zote za kilimo. Kwa majina naitwa Filipo Simon Mmoja. Hii inatutengenezea sisi, yani inatutengenezea kitu fulani sisi vijana ambao wenye wili ya kusoma agriculture. Na hata tunapotoka hapa tunakoenda huko kwingine inakuwa hata ni rahisi kutoa taarifa. Yani unakuwa unatoa taarifa ambazo ni predictable yani. Majina naitwa Cecilia Julius Mgendi. Mimi ni mwanachuo wa diploma. Kuhusiana na elimu hii ya hali ya hewa, kikweli kwa upande wangu nilikuwa sielewi. Lakini napenda kuwashukuru wataalamu wa hali ya hewa kuja kututolea elimu hii ambayo sisi kama maafisa kilimo baada ya kuhitimu hapa tunapokwenda vijijini kwa ajili ya kuwaelimisha wakulima, itatusaidia namna gani ya kuwaelekeza wakulima hata wanapotuuliza masuala ya hali ya hewa, kwa sababu kilimo kinategemeana na hali ya hewa.